Kwa hiyo utasemaje nitavaa chochote tu? Kama mwili wako sio mali yako yenyewe, ni mali ya Roho Mtakatifu, ni hekalu lake. Lazima uvae kwa staa na uzuri, ili kwa sababu ndio hekalu lake. Umepewa, ungesema, dhamana ya kulitunza hilo hekalu na kulijali. Kwa lazima ufanye sawa sana anavyotaka yeye na sio kama unavyotaka wewe. Kwa sababu wewe sio mali yako sasa hizi. Wewe ni mali ya Kristo. Amenunua. Amekununua kwa kupitia damu yake pale msalabani. Kwa hiyo wewe unaishi kwa ajili yake na uishi kwa ajili yako. Kwa hiyo itabidi uendane na kile ambacho anataka na sio ambacho unafikiri wewe unataka. Kwa hiyo mtoto wa Mungu alieleza namna ambavyo akirejea katika maandiko kutoka kitabu cha Kutoka sura 28, namna ambavyo Bwana aliagiza mavazi ya kuhani mkuu Haruni yatengenezwe katika namna gani, katika muundo gani, ili anapokwenda kuhudumu mbele zake awe katika, ungesema, dressing code, yani katika ule mtindo ambao Bwana anautaka. Sasa mimi akasema, lakini mimi si hudumu kanisani, mimi sio. Biblia inasema sisi ni makuhani na wafalme kwa Mungu Baba yetu. Kwa hiyo yani hamna namna unaepuka, yani hamna namna unapenya nje ya hicho. Yes. Kwa hiyo mtoto wa Mungu akaeleza kitu kimoja hapa, akasema wale washonaji wako au zile nguo unazozivaa zina brand ya jina fulani, akisha yale majina ya hizo brand au washonaji sio wale, ungesema, wenye mrengo wa mpinga Kristo, sio wale wenye kulichukia na kulidhihaki kanisa. Alafu wewe ndio unakuwa kiherehere na wa kwanza kwenda kununua nguo ambazo zinatokana na makampuni yao au zinatokana na viwanda vyao. Haiwezi kuwa hivyo. Sikiliza mtumishi, huwezi kupatronize. Yani huwezi kupatronize nini? Kwa Kiswahili ni kama vile huwezi kuwa mzalendo wa kazi za yule muovu. Labda nadhani ndio maana nzuri na nyepesi na moja kwa moja kuhusiana na neno patronization. Huwezi kuwa mzalendo wa kazi za yule muovu wakati wewe unasema ni mwana wa Mungu. Haiwezekani. Ni muhimu sana. Kuna watumishi ambao, of course tutazitaja hizo brand hapa lakini wanazivaa, wanazionyesha kwamba mimi niko hivi, lakini wao jamani devil worshippers, wana mabrushtani. Ndio sawa, kama ulikuwa ujui, sasa hivi uko umesikia hii kweli eneo la Mungu, asante sana. Yes, muhimu sana. Kuna nguo ukivaa tu yani unawashwa mwili mzima kila siku ukivaa. Mwingine akivaa nguo anaumwa kichwa siku nzima. Kwa ambao wanaotusikiliza wanaweza kutumia message kwa ushuhuda huu. Ni kweli, ziko nyingi tu. Mimi sitaizungumza hapa, lakini okay, yani naweza nikaweza kwa kifupi. Kuna mmoja wa msikilizaji wetu anatusikiliza hapa, alikuwa na changamoto fulani na alinipigia simu akatuambia some few days ago